Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu, na wasalimu nyote katika jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nami ninamshukuru Mungu wa mbingu na nchi ambaye ametupa neema na nafasi na kibali tena cha kukutana kupitia ukurasa huu na siku hii ya leo, na katika majira haya niko hapa tena nisome neno la Mungu na wewe, na nitasoma neno la Mungu kutoka kwenye kile kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 27 kuanzia mstari ule wa 45 mpaka wa 50. Neno la Mungu linasema, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9, na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabakitani, yaani Mungu wangu mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia akisema huyo anamuita Eliya, mara mmoja wao akaenda mbio akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. Na Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Hili ndilo neno la Mungu ambalo tumepewa katika majira haya na katika nyakati hizi. Mwana wa Mungu, ninataka kuzungumza na wewe jambo moja ambalo limekuwa likiishi kwenye maisha yetu, na kila wakati tumekuwa tukitembea katika mazingira yale yale, wakati mwingine yamekuwa yakifanana. Wacha niseme kwamba kufa kwa Yesu kulimaanisha kuzika na kuhitimisha kabisa utawala wa adui shetani kwenye maisha yetu kiroho na hata kimwili. Na kufa kwa Yesu tunajua kwamba aliweka ahadi ya kwamba siku ya tatu atafuka kutoka kwa wafu, na baada ya hapo hivyo ndivyo ilivyokuwa, naye alifufuka kutoka kwa wafu. Na Biblia yangu inasema dunia nzima ilikuwa na giza. Palikuwa na giza kuanzia majira yale ya saa 6 mpaka ile saa 9. Ngoja nikuambie jambo moja. Maisha yako yanaweza yakawa na giza kwa miaka kadhaa au kwa siku kadha wa kadha, lakini kufa na kufufuka kwa Yesu kuna maanisha kuliondoa giza la shetani kwenye maisha yako na kuondoa kila aina ya changamoto ambazo umekuwa ukizipitia, na kupitia hapo neema ya Kristo inaenda kusimama tena na kukusaidia. Hata kama kumekuwa na giza la kiwango gani, Yesu ni nuru, naye ni njia ya kweli na uzima, naye alikuja ili tuwe na ile nuru ambayo hatungeweza kupewa kwa taratibu mbalimbali. Hakuna mtu ambaye angeweza akatupa hiyo nuru, kwa sababu maisha yetu yamekuwa na giza la namna mbalimbali, na wengine inawezekana wamefia dhambini kwa sababu wamekufa kwenye giza. Lakini Yesu amekuja aliondoe giza kwenye maisha yetu kwa kifo chake pale msalabani. Inawezekana ndoa yako iko kwenye giza, biashara yako iko kwenye giza, elimu ya watoto wako iko kwenye giza, huduma iko kwenye giza. Maana yake katika haya majira mwambie Yesu ya kwamba anapofufuka basi yafufuliwe mambo kwenye maisha yako. Ndoa yako ifufuke, kazi yako ifufuke, huduma ifufuke, elimu ifufuke, na yale yote yaliyoko gizani, basi yeye aliye nuru, yeye aliye njia ya kweli na uzima, asababishe tena kuwe na uhai. Maana yake ni kwamba pakiwa pana uhai, ni wazi kwamba utakwenda kufanyika nuru kwa walio wengi, na unaenda kufanyika msaada kwa namna ya kipekee. Ngoja nikuambie jambo lingine. Yesu alipokata roho, alimaliza shughuli yote ambayo ilimleta duniani. Sasa ni majira na nyakati ambazo yale ambayo yamekuwa yakikutesa uyapeleke msalabani. Umewapelekea watu wa namna tofauti tofauti na wameshindwa kukusaidia. Inawezekana umehangaika kwa waganga wa kienyeji, wameshindwa kukusaidia. Inawezekana umezaliwa kwenye zile familia ambazo zinarithi uchawi au uganga, wameshindwa kukusaidia. Tafsiri yake ni kwamba kunalo giza, na hilo giza hakuna wa kuweza kuliondoa kama Yesu hajahusika kwenye maisha yenu. Na unapompa Yesu maisha yako, maana yake unaruhusu nuru,
unaruhusu mwanga uingie kwenye maisha yako. Sasa hiyo nuru ikiingia kwenye maisha yako, huo mwanga ukiingia kwenye maisha yako, unakuwa mtu huru. Unaanza kushuhudia mema ya Mungu hapa duniani. Watu wataanza kushangaa nini kimetokea. Ni kama hawa ambao walikuwa wanafikiri Yesu anamuita Elia, lakini baada ya hapo wao wenyewe walikiri ya kwamba hakika huyu mtu alikuwa ni mtu mwenye haki. Ninamaanisha kwamba Mungu yuko tayari kukusaidia, yuko tayari kuliondoa giza. Kuna watu watashangaa kabisa kwamba ni nini ambacho kimetokea kwenye maisha yako. Kwa nini? Giza linapoondoka, nuru ikaja kutawala. Moja kwa moja ni Yesu Kristo anaenda kuanza kutawala, kumiliki pamoja nawe. Unahitaji msaada wa Mungu zaidi, unahitaji neema ya Kristo zaidi, unahitaji hiyo sauti imefufua vingi. Ni kaburi gani ambalo limeshika maisha yako? Ni kaburi la namna gani limeshika ndoa yako? Ni kaburi lipi limeshika maisha ya familia ya kwenu? Kufufuka kwa Yesu, vyote vilivyozikwa vifufuliwe sasa katika jina la Yesu Kristo, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Amen.